Taarifa hii habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe nawe mpenzi msikilizaji wa redio ya kijamii Kivu. Nikukaribisha kwa mkunjufu kuweza kufuata uchambuzi wetu wa habari ambao unakubigwa na habari muhimu leo hii. Ripoti za wanaripota wetu kutoka sehemu mbalimbali, ukurasa wa habari za michezo pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa siku naitwa Wasudi Valente, upande wa pili kijana Merci Mbiriz anashikilia vema dawa na mitambo. Mpenzi msikilizaji, na kualika kwamba tuna nami mwanzo hadi mwisho. Kama nilivyokujuza mpenzi msikilizaji, kabla ya kuingia kwa undani uchambuzi wetu wa habari, huwa unapata fursa ya kusikiliza habari muhimu za siku ya leo zinasomwa na Bibi Constantine Adama. Karibu. Asante sana Wasudi Valente. Kwenye habari muhimu ni kwamba ulimwengu mzima umesherehekea sherehe ya Eid al-Fitr hii Jumapili ya tariki 30 mwezi Machi mwaka huu, hasa kwa Waislamu, ambako pa baraka sherehe hizo zimefanyika kwa shamra huku Waislamu wote wa jiji hili walikusanyika kwenye uwanja wa La Charite kwa ajili ya swala. Na huko Walikale watu 3 ndio walioweza kuuawa kwa risasi Jumatano ya tariki 26 mwezi Machi mwaka huu katika mapambano kati ya Wazalendo na M23 katika eneo la Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini. Na huko Burundi, kwenye habari za kimataifa, msemaji wa serikali ya Burundi Jerome Niyonzima aitaja changamoto ya ukosefu wa fedha za kigeni kuwa chanzo cha kuadimika kwa mafuta nchini Burundi kwa miezi kadhaa. Ni hayo tu kwenye habari muhimu. Mwenzangu Wasudi Valentine. Asante sana Bibi Constantine Adama kwa habari yako hiyo muhimu yenye kupendeza. Hivi sasa tuingie kwa undani uchambuzi wetu wa habari, tukianzia hapa katika moja wa baraka na taarifa unayosema kuwa ulimwengu mzima umesherehekea sherehe ya Eid al-Fitr hii Jumapili ya tariki 30 Machi mwaka 2025, hasa kwa Waislamu, ambako pa baraka sherehe hizo zimefanyika kwa shamra huku Waislamu wote wa jiji hili walikusanyika kwenye shule la sekondari la Charite kwa ajili ya swala. Mingi zaidi na mwenzetu Safari Alimasi Mitinwar ambaye amefuatilia kwa karibu taarifa hiyo. Wakiwa wote wamependeza, wanawake, wanaume, watoto na wazee, huku wakivalia kanzu na wanawake wakivalia jilbabi, wote walikusanyika kwenye uwanja wa La Charite kwa ajili ya swala Eid Mubaraka. Haikuwa jambo rahisi kwa kila Muislamu asiye na imani kufunga kwa muda wa siku 30 na kuachana na anasa zote za dunia. Walio na imani walifunga na kusali kwa vipindi vyote vilivyohitajika. Katika neno lake la ufunguzi, Sheikh Said Sekembwe, msimamizi wa Waislamu tarafani Fizi na mji wa Baraka, ameanza kwanza kuonyesha nini maana ya wao kukusanyika eneo hilo la La Charite. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, sherehe ya Eid al-Fitr inaashiria kuweza kukamilisha funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tunapokuwa tumekamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani, tunawajibika kuja kusali Eid al-Fitr kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kukamilisha ibada zetu ambazo tulizofanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni kweli Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliweka katika miezi yake ni siku 29 au siku 30. Kuna ndio wanasema Waswahili eti tumefunga mpungufu au tumefunga kamili. Ni kutokana na muandamo wa mwezi. Tunaweza kuandama katika siku 29, sisi tunawajibika kuweza kuanza kufunga. Na ukiandama kwenye 30, tunawajibika kukamilisha zile siku 30. Hiyo ni mipangilio yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata hivyo, Sheikh Sekembwe ameomba Waislamu kufunga pia kwa muda wa siku 6 na ukuwa akiwa siku ya kujichanganya na anasa yote ile, bali siku ya leo ni ya kutembeleana. Hiyo funga siku 6 na ujira wake, ukifunga hizo siku 6 na ukafunga na huyu mwezi, unapata ujira kwa Mwenyezi Mungu kama mtu ambaye alifunga mwaka mzima, kwa mujibu wa hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Naam, sehemu ambazo zinazoruhusiwa Muislamu kwenda kujumuika na jamaa zao, kwanza ni kutembeleana. Unaweza ukatoka ukamtembelea ndugu yako ambaye mfano yuko Katanga au yuko Kalunja au yuko Mwemezi, ukamtembelea ukampelekea takrima chakula, wakule nako wanatoka wanakuja kuwatembelea, yani kutembeleana, kupeana
na vile vile katika sehemu zingine kunakuwa kuko maukumbi ya sherehe za Kiislamu. Watoto watakuwa pale wanasoma Qur'ani, wanasoma hadithi, wanaonyesha mila na desturi ya Kiislamu inafunza nini. Hivyo kwa sababu haiwezi kuwezekana na ni makosa na ni madhambi makubwa mbele ya Mwenyezi Mungu, mtu umetoka katika ibada ya funga, umeswali, umetubu makosa yako, umemlilia Mwenyezi Mungu, alafu umalize ibada yako tena uingie katika machafu. Yani uende katika baa au uende kwenye zina kwa malaya au uende baharini ukaikae uchi. Haramu kabisa kwa Muislamu kuweza kufanya mambo kama vile hayo pindi amemaliza ibada hii tukufu ya Eid al-Fitr au kuweza kusherekea. Hizo ni sherehe ambazo haziruhusiki kwa Muislamu yoyote ule mcha Mungu kuweza kusherekea sherehe hizo za kishetani za kuweza kunywa na kulewa na kufanya machafu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Upande wa waumini wa dini ya Kiislamu waliokutana hapo walikuwa na haya ya kuongea. Namshukuru Allah kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani wa leo, nimefunga kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na nimefungua kwa uwezo wake. Na katika sherehe ya leo ni kumshukuru Mwenyezi Mungu, ile kidogo ambayo nimeandalia nitakula na wajirani. Shukrani tena. Chakula ndio tulishukuru kwa sababu tulikuwa tunapanda nayo tunashuka nayo, kama vile kwa mchele ulitupandia bei kwa zaidi. Kulikuwa kwa 2500, leo umefika kwa 3000, lakini kwa sababu ya Allah kwa kutuwezesha tuliweza ile kidogo kidogo na kuzisha chakula tukawa tunanunua hivi. Siku ya leo ni siku ya furaha sana kwa sisi Waislamu, ni siku ya Eid. Kwa tusaidia tumefika hii siku ya furaha kwa sisi Waislamu. Kitu ambayo tumeambiwa tuzingatie, tumeambiwa tuzingatie swala, tusifanye mambo machafu, tusiendi mabaa. Yaani niliyazingatia kiukweli. Wale ambao wakubatikiwa tunawaombea tu Mungu awasaidie, waongoze njia iliyonyooka, na wenyewe wajitahidi wafunge mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mimi nimekuja kujumuika katika sala ya Eid. Ndio, sisi tunaambiwa mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi mtukufu kabisa, mwezi wa heri. Kila anayefunga Mwenyezi Mungu huwa anamsamehe dhambi zake zote kama amefunga kwa yakini. Ndio kabisa, mimi nimefunga kwa yakini na natarajia malipo kwa Mwenyezi Mungu. Na wale ambao hawakufunga na muomba Mungu awaongoze katika siratal mustaqim, njia iliyonyooka, isiwe njia ya wale waliokasirikiwa. Siku ya leo najisikia furaha sana kwa sababu Mwenyezi Mungu ameniwezesha, nimefunga mwezi mzima nikiwa salama, pasina maradhi ama kifo. Ndio maana nimemuona kwa siku ya leo nije ni muabudu kwa kile ambacho alichonitendea mwezi mzima nikiwa niko hai na niko na afya njema. Na ni kweli alichoongea shekhe, sio vizuri kwa Muislamu kwenda kwenye mabaa, kwenda kwenye masaga, koga uchi, sio vizuri. Inabidi ni kutulia na familia nyumbani, mnasherekea nyumbani, mnakunywa vya halali na mnakula vya halali. Mkiwa pale nyumbani mmetulia, ndo maamrisho ya Uislamu. Ukienda kwenye mabiti, kwenye mabaa, pale vile unakuwa umekosea, unakuwa umepata madhambi. Mwishowe Sekembwe amewataka Waislamu wote wa kitu kimoja. Na ujumbe ambao wenyewe ninaweza nikawapa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, jambo la kwanza kwa Waislamu ni kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuendelesha ibada zetu kama jinsi tulivyokuwa tukimwogopa Mwenyezi Mungu na kumwabudu Mwenyezi Mungu katika mwezi wa Ramadhani. Hivyo tuendelee kumwabudu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anaabudiwa siku zote na anahimidiwa siku zote hadi ile siku ambayo umauti utakapotukuta. Hiyo ni sheria yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tumwabudu yeye wala tusimshirikishi na chochote. Na kingine kwa Waislamu naweza nikawaomba kuwa kitu kimoja. Allah Tabaraka wa Taala anasema kwamba wa'tasimu bihablillahi jamian wala tafarraku, tushikamane katika dini ya Mwenyezi Mungu wala tusifarikiani. Hakuna ubaguzi, hakuna ukabila, hakuna chochote kile katika Uislamu. Muislamu almuslim akhul muslim, Muislamu ndugu yake ni Muislamu. Asante sana kabisa mwenzangu Safari Almasri Mitinwar kwa ripoti yako hiyo ndefu. Na hivi sasa kwa wale wapendelevu wa habari za michezo ni kwamba mechi moja iliweza kupigwa kunako uwanja wa Lumumba hapa katika mji wa Baraka, ambako klabu ya Usimo Sans Chinjaua walikuwa wakipepetana vikali kabisa dhidi ya Massimo wa Jadi ambao ni CS Vijana Prestige. Ni kwamba mtanange huo wa play-off ulitamatika kwa sare ya tasa, yani 0-0 kati ya klabu ya Usimo Sans Chinjaua dhidi ya klabu ya CS Vijana Prestige. Msikilizaji, ikiwa kabisa ndo bado unakuja kujiunga nasi, nikukumbusha ya kwamba unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari kutoka kwenye redio ya Kijamii Kivu kuna kumita 93.0. Kampuni Fizon Baraka, Mboko na Misisi ni rahisi kutuma na kupokea pesa cash pote ulimwenguni bila usumbufu. Hivi sasa ni habari za wanaripota wetu, tukianzia huko Walikale. Ni kwamba
Watu watatu ndio walioweza kuuawa kwa risasi Jumatano ya tariki 26 Machi mwaka 2025 katika mapambano kati ya wazalendo na M23 katika eneo la Walikale jimboni Kivu ya Kaskazini. Kulingana na duru ya eneo hilo ni kwamba mapambano hayo yalijiri katika kijiji cha Luchembe na kusababisha raia wengi kuyama makazi yao kutokana na mapambano hayo, na ambako wanajeshi wa M23 wanasalia eneo hilo licha ya hatua ya usitishaji mapambano. Tukiwa tu huko jimboni Kivu ya Kaskazini Paruchuru ni kwamba harakati za utoaji msaada ya kiutu zimeanzishwa mara tena katika eneo mbalimbali ya mtaa wa afya ya Ruchuru. Ndivyo limehakikisha shirika la kiutu la eneo hilo na kudai kuwa watu wanahitaji mkubwa wa msaada. Akizungumza na redio yako, Bwana Johnson Mbula, coordinator wa shirika la kiutu mahali hapo, amesema kuwa tayari msaada umetolewa kwa wale waliorejea, huku upande mwingine akiomba kwa wale wanaonufaika kutaja unyanyasaji wowote ule wanaopitia. Wito kwangu kwa wanashirika za kiutu ni kujua kama tuna kanuni zetu ambazo zinaongoza kazi ya kazi za binadamu kama kazi za kiutu. Kati yake ile ambayo tunaita kutokuwa na mwegemeo fulani ama independence, na kutokubagua mtu kupata msaada kweli aipate, asibaguliwe kwa sababu ni wa hali fulani, kwa sababu lakini ikiwemo ameheshimu hiyo kanuni ya mtu ambaye ni mkimbizi au ni mtu ambaye anatoka kwenye maisha ya ukimbizi na kurudi kwake aweze kupewa msaada. Jambo lingine ni kuona vitendo vibaya vimoja ambavyo vinafanyika, ile ambayo tunaita moneage ya aid, ama kuomoja wanafanya ujanja ndani ya mambo ya kupana msaada, na wakati wanawaandika wamoja wanaandika wale ambao hawangestahili kuandikiwa, na sasa wanasema tutagabula ile sehemu. Ni desturi mbaya ambazo zinaacha wale ambao ni wanyonge zaidi wasiweze kupata msaada. Kila mara wakati kunakuwa msaada ikisema ni wakimbizi, tuache wakimbizi waandiki, na kuhimiza washirika za kiutu kutumikisha msaada kwa ajili ya vitendo vya kupata pesa ama vitendo vya mapenzi. Msaada yote iwe ya bure, na kama mtu alikuambia akuandike na sasa mtagabula, ninakuomba usigawanye naye, ujikulie nayo uone kama atakushtaki kwa nani. Na huko Moba jimboni Tanganyika ni kwamba wabunge wawili wa mkoa wa Tanganyika wachaguliwa wa Moba ambao kwa sasa wanapatikana tarafani Moba kwa ajili ya kuendeleza likizo la ubunge na kushindikiza tribunali ya mahakama ya kijeshi kambi ya Kalemi kwa ajili ya kuendelesha masambo ya zarani zidi ya kesi ya wezi wanaotumia bunduki kinyume na sheria. Ripoti yake Isdor Kashule yaangazia mengi kutoka Moba. Kwa kisa wabunge wa mkoa wa Tanganyika wachaguliwa wa Moba wanabaki wenye kuhusishwa na hali ya upungufu wa usalama, hususa wizi wa kutumia bunduki ya vita na hali yote ile ya unyanyasaji unaofanywa raia na vyombo vya usalama. Zonge Baraka na Tabu Kabunda Frederike wakati tarafani Moba kwa sasa kwa ajili ya kuendeleza likizo lao la bunge, lakini pia ambapo wamekuja kusindikiza tribunali ya mahakama ya kijeshi kambi ya Kalemi kwa ajili ya kuendesha masambo ya zarani dhidi ya watumiwa wa wizi wa kutumia bunduki ya vita wanaofanya operation ndani mwa ziwa Tanganyika. Wamehakikisha mara tena kuhusisha kwao na jambo hilo. Ni kipindi kirefu wakati tulifika pale Kalemi tuko tunapokea malalamisho kutoka Moba na ingine yenyewe tulipataka si peke, tulikuwa batemo tunaenda nayo, tulilalamika sana mule mu parlement. Tunalomba kwa executive bangalie geste moja yenyewe watafanya au par rapport à ile mabuizi yenyewe kunafanyika. Haina tu buizi ya mumai, kuko wengine ba mipanga ya kunani wanaingiliana usiku manyumba, wanabiana franga, ile makaa yote tulikuwa na denonce pale Kalemi. Ni hivi, hii kinatuleta leo tena kwa uharaka sana. Ni situation yenye ilipita ya hapa nyuma. Donc ina englobe ile ma situation yote ilipitaka mbele. Ni ndani ya matashi yabo kuya kurestore autorité ya l'État. Na ni ile ilituma waje hapa na tuko nao hapa. Effort tulifanya ni kufuatilia, kuhimiza kwa bidii paka tuje nao. Pale tuliomba kwanza dans un premier temps baba gavana cours militaire twende nayo kumoba. Na ni kweli ni pale tulifika nao kumoba. Wakati ambapo masambo ya zarani yanaendeshwa, wabunge wale wa mkoa wa Tanganyika wachaguliwa Moba wameitisha kwa raia kutumia muda huu kuripoti visa vyote vile vya unyanyasaji na vitisho kufanywa kwa raia na vyombo vya usalama. Kwanza tutawalika raia watoe uoga pale ambapo walishatutuma sisi kudenoncer manevre fulani ya bwizi na trakaseri yote militaire. Huyu njo jeshi ananyanyasa raia,
anamfunga kinyume na sheria, raia ule koriza kuja kumporter plainte ule mwanajeshi, ule commandant wa la police, ule CP wa ANR, ule CSP wa ANR, ule CSP wa DEMIAP, bote ni kuja kubastaki. Kama tu unajikuta nilikuwa leze mshida fulani, kumashtaka fulani nilionewa, sikupata haki yangu, auditora iko hapa. Acha kwa nimshukuru baba gouverneur wetu Christian Kitungwa Magufuli kwa kujimpliquer mu hii dossier juu ya territoire yetu ya Moba, juu problème ya sécurité. Kama tunafika hapa ni ile makaa yote yenye ina concerner tracasserie, ina concerner vol en main armée. Donc ile makaa yote yenye inatatiza tarafa ya Moba ni yote yenye tunapasha kuiacha wazi. C'est pourquoi tulilancer appel kwa bantu wote ule wote mwenye eko na précision sur un dossier ina concerner ata membre moya wa ANR wa DEMIAP wa nini à pouvoir nous fournir des informations. Kama atasikia boka bakupeleka ba concerner batuleta tasi tuangalia namna gani tutaifikisha kule. Wabunge wawili wa mkoa Tanganyika wateule wa Moba wamefahamisha kama watabaki kutazama hadi mwishoni wa masamba ya Sarani ili kufanya ripoti ya wazi juu ya swali la wizi kwa kutumia bunduki ya vita itakayofikishwa bungeni. Nikiripoti kutoka Moba, Isidore Kashule, Radio Kivu. Asante sana Isidore Kashule kwa ripoti yako hiyo. Hivi sasa tujikite kunako habari za kimataifa huko katika nchi ya Burundi na taarifa inayosema kuwa msemaji wa serikali ya Burundi Jerome Niyonzima aitaja changamoto ya ukosefu wa fedha za kigeni kuwa chanzo cha kuadimika kwa makuta nchini Burundi kwa miezi kadhaa. Radio Kivu nchini Burundi tunajiunga na mwanaripota wetu Bukuru Elias Daniel kwa mengi zaidi. Msemaji wa serikali ya Burundi Jerome Niyonzima ameitaja changamoto ya ukosefu wa fedha za kigeni kwa mojawapo ya vikwazo vinavyosababisha ukosefu wa mafuta nchini Burundi. Torobuja kigugwa amafaranga za makungu, kigugwa madolari. Hamchamumva yuko mafuta ya gari hununuliwa kwa fedha za kigeni na ni dola. Hiyo mnapaswa kufahamu kuwa kuna kazi kubwa ya kufanya ili tuweze kupata dola ili iwe rahisi kununua mafuta. Hata hivyo kuna changamoto tunaweza kukutana nazo. Bali ya fedha za kigeni kuna wanaotaka kupata faida hata kwa mafuta machache yaliyopo licha ya wananchi wanaoendelea kulia. Na hiyo imejitokeza kwa baadhi ya wafanyabiashara waliotajirika kwa mikopo ya serikali ambao wamekuwa wakihifadhi majumbani mwao na kusababisha ukosefu wa mafuta. Wengine wanaotuumiza ni Warundi wasiopenda mabadiliko, wanaoangalia tu yanayoendelea ingawa wana namba za rais na viongozi wengine. Mtu anaona jinsi watu wanavyotoa rushwa kupata mafuta lakini anakaa kimya. Kwa hiyo bali ya ukosefu wa fedha za kigeni kuna safari ndefu ya kukosoa mienendo ya Warundi wasiowakumbuka wenzao na wale wanaokaa kimya licha ya kuona yanayoendelea. Mu bijanye n'ingendo y'Abarundi ubwabo batibuka abandi hakaba nabo bandi ntibumve ko batagomba kudoma kurutoki aho babonye akanenge. Nikiripoti kwa niaba ya Radio Kivu Baraka kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias Danieli. Shukran sana kabisa mwenzetu Bukuru Elias Daniel kwa ripoti yako hiyo nzuri. Ndipo tunatamatisha uchambuzi wetu wa habari kwa siku ya leo. Nikushukuru mpenzi msikilizaji uliyenitegea sikio mwanzo hadi mwisho kwenye uchambuzi wa habari. Vile vile niwashukuru jopo nzima la waandishi wa Radio Kijamii Kivu walikuwa kwenye meza ya wariri ili kuziandaa kiwemo usafara Limasu Lemetirwa. Jina langu naitwa Sudi Valente, upande wa pili kijana Mercedes alikuwa kwenye dawati la mitambo. Msikilizaji, tukutane kwa mara nyingine. Ciao. Taarifa hii ya habari ni kwa udhamini wa kampuni ya kutuma na kupokea pesa Fizi One.